katika mji wa Kilosa. Nikiri kwamba kwa muda mrefu tumekuwa na changamoto hii ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wetu. Vilio vilikuwa vingi kama ambavyo tumeelezwa kwamba upatikanaji wa maji kwa mji wa Kilosa uhitaji ni lita milioni 3.3, lakini kwa sasa hivi kinachopatikana ni lita milioni 1.2. Ukiangalia uwiano bado tuko chini sana. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwa kiasi fulani ni jambo ambalo halikuwa linatupa furaha sana, ama ni jambo ambalo linatupa faraja sana, kwa sababu wananchi walikuwa wakipata tabu, walikuwa wakihangaika. Lakini tunaamini kabisa sasa ujio wa mradi huu ukatekelezwa na ukakamilika, ni wazi kwamba tunakwenda kumaliza kabisa kilio cha changamoto hii ya upatikanaji wa maji safi na salama katika mji wa Kilosa. Mji wa Kilosa unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo katika kukua kuna fursa nyingi ambazo zinafunguka. Fursa za uwekezaji zinazidi kuongezeka, lakini fursa za wahamiaji, kwa maana fursa za makazi, nazo pia idadi inazidi kukua siku hadi siku. Kwa hiyo hata mahitajio ya huduma hii ya maji ni kubwa kwa sasa hivi, lakini hata kwa siku zijazo. Tunaamini kabisa mradi huu hadi utakapokamilika, tunaambiwa kwamba utaweza kuzalisha karibia lita milioni 8.1. Ni wazi kwamba ni zaidi ya 100% tunakwenda kumaliza tatizo hili. Wito wangu, kwa sababu fedha ya serikali ni nyingi ambayo inakwenda kutumika kwenye mradi huu, bilioni 15.3 sio fedha ndogo, na mradi huu ni mkubwa. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba mradi huu unasimamiwa vizuri ili uweze kukamilika kwa wakati uliokusudiwa, kwa maana ya Machi 2027. Lakini wito wangu wa pili ni kuhakikisha kwamba kama ambavyo tumeelezwa, tunao watekelezaji wa mradi huu wameonyesha uzalendo wa hali ya juu sana, kwamba pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini mradi huu umeweza kuanza kwa wakati. Kwa hiyo lazima tuwape ushirikiano, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunawatia moyo, lakini lazima tuhakikishe kwamba yale ambayo tunapaswa kuyafanya sisi, kwa maana ya watendaji wa serikali, basi tuyasukume ili yaweze kufanyika kwa wakati, kwa maana na wao zile changamoto ambazo zingewafanya kwamba pengine tusiweze kufikia lengo kwa wakati, basi zisiweze kujitokeza muda utakapofika. Mimi kwa majina naitwa Kevin Nicholas, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana kata ya Chanzuru. Kwa kweli adha ya maji ya kata yetu ilikuwa ni kubwa, na kwa sababu ilikuwa ni kubwa, kwa hiyo watu walikuwa wanaenda ni umbali wa kilomita 1 kwenda kuteka maji. Lakini tafsiri ya kuja kwa huu mradi ni kwamba umekuja kutatua changamoto hii ya maji. Kwa hiyo niseme kwamba tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuona, kwa kutuletea mradi huu wa maji. Nadhani wananchi sasa wanaenda kunufaika kwa ujio wa huu mradi wa maji.